Uongozi Talks, the podcast. The podcast. The podcast. The podcast. The podcast. Kila kiongozi ana safari ya kutafuta maana, uthubutu na mwelekeo. Karibu kwenye Uongozi Talks, hapa mahali ambapo kila sekunde ina thamani, kila kauli ina msukumo, na kila mgeni tunayemwita hapa ni darasa. Na leo kupitia Uongozi Talks, huenda umeshawahi kusikia au ni mara yako ya kwanza, Sisters in Iman, tutakuwa naye Dr. Salma Eid ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Sisters in Iman, lakini pia ni mhamasishaji wa masuala ya maendeleo kwa wanawake, lakini pia amekuwa ni role model wa vijana wengi kutokana na shughuli nyingi ambazo anazifanya. Amekuwa akigusa kwenye mambo ya uchumi, amekuwa akigusa kwenye uongozi na kadhalika. Kubwa zaidi, amekuwa yule binti ambaye anapenda kuona mafanikio ya wanawake mwenzake. Karibu sana Dr. Salma Eid. Asante sana. Nimefurahi sana kukuona mahali hapa leo hii. Na mimi nimefurahi sana kuwepo hapa katika Uongozi Talk. Asante. Hivi Dr. Salma Eid, safari yako ya uongozi, labda tuanzie hapo. Ulianza wapi hasa? Wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. So safari yangu ya uongozi ilianza nikiwa shule. Ndio. Wakati nimefika shule nakumbuka naanza, unafika siku ya kwanza, alafu unachaguliwa wewe kuwa monitress. So pale ndio nilipoanza safari yangu ya uongozi. Nikiwa shule primary nilikuwa monitress. Then nikafika chuo nikaingia kwenye serikali ya wanafunzi. Mimi nimesoma College of Business Education, CB. Campus ya Dodoma. Okay. So nilikuwa Kobeso. Na kwa kipindi changu chote nilipokuwa chuo nilihudumia serikali ya wanafunzi. Kwa umelamba uteuzi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nimehudumia wizara mbili, wizara ya elimu. Ndio. Na wizara nyingine ambayo nilihudumia ilikuwa ni wizara ya fedha na kusimamia mikopo ya wanafunzi. So alhamdulillah, pale ndo nilipoona kwamba I am capable, kwamba naweza kuwa kiongozi, nimeweza kusimamia wanafunzi wenzangu, basi ile ndoto yangu ya watu kuniamini niiendeleze. Hapo ndio maono yangu ya uongozi yalipoanza. Nini kilikusukuma kuwa sehemu ya kuhamasisha wanawake wenzio hasa kwenye maendeleo kupitia Sisters in Iman? Naam. Kwanza sababu kwa nini nilikuja na Sisters in Iman, taasisi ambayo iko kwa ajili ya kuwahamasisha mabinti kuamini katika ndoto zao, kuamini kwamba wewe ukiwa msichana, especially sisi upande wa wasichana wa Kiislamu kidogo tumekuwa tuna changamoto ya kuhisi kwamba na hijab zako, labda hijab ni kikwazo, kwa hiyo usimamie ndoto zako. Na kwa nini nilikuja na Sisters in Iman? I remember nilikuja na wazo hili baada ya kupitia changamoto ambayo iliniumiza. Ndio. Nikaona kumbe hizi changamoto ziko kweli. Mimi kama mimi na hivi tayari nina elimu yangu, nina title fulani katika jamii, lakini still kuna changamoto kama hii. Nikawaza kuna mabinti wangapi ambao wanakosa support wanakosa platform, wanakosa sehemu ya kuonyesha ujuzi au baraka ambazo Mwenyezi Mungu amewabariki. Ndio. So nilipata changamoto, tulikuwa na mkutano fulani mkubwa sana. So ndani ya ule mkutano mwanamke nilikuwa peke yangu. Kuna mkaka mmoja akaja akasema, huyu anafanya nini humu ndani? Nikabidi nimuulize, yani how come is that? Yes, I disappoint. Yani kwamba wewe umefikaje hapa kwenye meza ya maamuzi? Yani azifu haukupaswa kuwa pale. Kupaswa kuwa pale. And unfortunately nilifanya presentation ambayo paka mwenyewe ilimuao. Like the best. Yes, kutegemea kwamba Salma una jambo dogo. Unanijua. Akaja akanambia kutegemea kwamba wewe na hijabu zako na wewe nilipokuona mdogo umekuja kwenye hii presentation ungeweza kutoa kitu ambacho kizuri kama hivyo. So kile kitu kiliniumiza sana. Kiliniumiza, kikanipa mawazo na kufikiria. Nikarudi nyumbani nakumbuka, nikamfuata mamangu. Nikamwambia mama, leo nimepitia changamoto hii na natamani kuanzisha kitu
ambacho kitawasaidia wasichana wenzangu. Sababu mimi nimekuwa ni mtu ambaye napenda kuona maendeleo ya wasichana. Sasa unanijua. Mimi ni mtu ambaye ukija kwangu na jambo lolote nitakushika mkono. Kweli, sio? I believe kwamba support ni muhimu sana katika kuhakikisha unafikia malengo yako. Mimi leo nisingekuwa na support ya watu fulani katika maisha yangu, sidhani kama ningekuwa Dr. Salma huyu ambao kuna hadi wanawake wadogo zangu wengine wananifuata kwenye social media platforms zangu, wananiambia dada Salma, nafurahikiwa na wewe, natamani kuwa kama wewe. Yote hii kwa sababu nilikuwa na watu ambao wananiamini, watu ambao walinisupport, familia yangu. They are very supportive. Ni watu ambao walikushika mkono, na wewe umeguswa kushika wengine. Kushika wengine ambao wao sasa hawana watu wa kuwashika. Kuna watu wengine hata familia hawapati hiyo support wanayoitaka ambayo mimi naipata leo kutoka kwa familia. So how do we support these people? Ndio nikaamua kuja na taasisi ya Sisters in Amani. Yes. Dr. Salma, umekuwa mtu wa kwanza ambaye nikimwangalia kwa upande wa vijana nafurahishwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakisapoti maendeleo ya mwanamke, lakini ukija kwenye mitaa inasema adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Sasa wewe kwako imekuwaje tofauti kwa namna hii kiasi cha kwamba umekuwa ukisapoti wanawake wenzako? What the secret behind? What the secret behind ni moyo. Yani ni moyo. Sisi Waislamu tuna msemo mmoja unasema innamal a'malu binniyat, kila kitu ni nia. Yes, kila kitu kinatoka kwenye moyo wako. Kwa hiyo mimi nimekulia kwenye familia ambayo ina mapenzi sana, familia ambayo ina mshikamano sana. Kwa hiyo I grew up seeing that type of love. Sijawahi kuona negative energy ndani yetu sisi. Yani it's always full of support. Kwa hiyo nikaona kwa nini nisiwasupport wasichana wenzangu. Naamini tufike mahali isiwe adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzake. Iwe mafanikio ya mwanamke yaletwe na mwanamke mwenzake. Kwa sababu wanawake tukiungana, unajua wanawake we are very powerful. Yani wanawake tukaungana, tukiondoa hizi chuki, tukiondoa wivu, tukashikamana kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu, na imani tutafanya mambo makubwa zaidi. Tuna mfano mzuri sana katika nchi yetu sasa hivi. Mwanamke namba 1, Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameingia katika uongozi huu, unaona ni jinsi gani analeta jitihada za kuwainua wanawake wengine. Na hii pia imeleta hamasa. Right now unaona wanawake wengi na mabinti wengi wanachipukia katika masuala ya uongozi. Kwa sababu gani? Role model wetu namba 1 amekuwa ni mtu ambaye anatoa fursa kwa wanawake. Yeah. Hongera sana. Rafiki wa kwanza wa mwanamke ni mwanamke mwenzake. Hivyo mshike mwanamke mwenzako, muhakikishe mnaambatana kwenye mafanikio. Dr. Salma, wakati ulivyokuwa mdogo, tukirudi kwenye usichana wako, ni kwamba ulikuwa na ndoto ya siku moja kuwa kiongozi, au ni ndoto ambazo zimekuja baada ya safari hii kukukuta mahali? Wanasema nyota njema huonekana asubuhi, si ndio? Ndio. Actually ni ndoto nilikuwa nayo kwa sababu first I grew up kwenye nyumba ambayo naona ndugu zangu ni viongozi, wanafanya mambo makubwa katika jamii. Kwa hiyo ile ilikuwa natamani. Yani natamani kuwa, na mimi natamani kuwa kama bibi yangu. Natamani kuwa kama aunti yangu ambaye anafanya vitu fulani kwenye jamii. Kwa hiyo ile iliniletea hamasa, mimi nikawa natamani na mimi siku moja niwe na kitu ambacho kitaleta impact katika jamii yangu. Kuwa kiongozi ambao mabinti wenzangu na wasichana wenzangu na vijana wenzangu wataniangalia na nitawasaidia kwa namna fulani. Hivi unahisi ni kwa nini wasichana ni muhimu kuweza kujitambua wakiwa bado wadogo? Kwa sababu imeonekana kuna changamoto nyingi sana kutokana na kuchelewa kujitambua na nafasi zao. True. Yani ni muhimu sana msichana kujitambua angali ukiwa mdogo. By understanding what is your purpose. Yani dhumuni lako ni nini? Kwa nini uko katika hii dunia? Wewe ndoto zako ni zipi? Ile inakusaidia kujenga roadmap. Ndio. Kutengeneza njia. Okay, mimi nataka wapi ambapo nataka kuelekea. Mimi nataka kuwa kiongozi, labda mimi nataka kuwa mbunge. It means
hata cycle yangu ya watu inabidi niwe na cycle ambayo watu wanaenda pamoja na ndoto zangu mimi. Kuto kuelewa malengo yako ni yapi, ndoto zako ni zipi, zinawafelisha wasichana na mabinti wengi. Wanaenda kwenye njia ambazo sio sahihi, njia ambazo zinawapoteza. Kwa hiyo ni muhimu sana watoto, mabinti watambue their purpose ingali wadogo. Na hii haiwezekani bila malezi mazuri ya wazazi. Wazazi wawajengee mazingira rafiki watoto wao, wa kuamini katika ndoto zao, wa kuamini katika kile ambacho wanacho. Unajua kila mtu tunasema tuna takrima, yani like there is this powerful you have of your own. Ulicho nacho wewe Hasani sio sawa nilicho nacho mimi. Lakini by understanding what I have, na kujua wewe Hasani labda unapenda mambo ya uongozi, mimi napenda mambo ya uongozi, lakini nitakaa karibu na wewe ili kujifunza zaidi, kuhakikisha nafikia yale malengo yangu. Ndio. Yeah. Dr. Salma, unawaambia nini mabinti ambao ni wadogo na hawajiamini kwamba wanaweza kuwa viongozi, aidha kutokana hawana nafasi ama hawana mtu sahihi ambaye anawaongoza, ambao wanakutazama muda huu? Huenda ikawa wanatamani lakini sasa wanaona mimi hivi nilivyo kweli naweza kuwa kiongozi. Unajua ile kama hujapata mtu ambaye atakunongoneza kwamba unaweza kufanya hichi, na ni kitu ambacho hata wewe umesema ni sehemu ya changamoto yako, mtu hakuamini kukuona kwenye meza ya maamuzi. Mimi nitasema kitu cha kwanza kabisa, kama binti ama kama kijana ambaye una maono na unatamani kuwa kiongozi na unakosa support, start by believing yourself. Anza kwa kujiamini wewe mwenyewe. Siku zote ukijiamini wewe mwenyewe, ukaanza watu wakakukuta njiani, watakuamini zaidi. Nimesema mfano mimi mtu hakuniamini, but I believed in myself kwamba mimi nastahiki kuwa hapa, na nastahiki kutoa hii presentation, na nastahiki kuwa katika hii meza ya maamuzi. Nilitoa presentation ambayo yeye mwenyewe alishangaa. So like start by believing in yourself. Jitathmini, jiamini, jiwekee malengo yako, na pia tafuta watu sahihi wa kuwa karibu na wewe ambao watahakikisha unafikia yale malengo yako uliyojiwekea. Jiamini, jitathmini na tafuta watu sahihi ambao wataweza kukushika mkono kufikia malengo yako uliyojiwekea. Dr. Salma, kuna changamoto nyingi ambazo zinawakabili mabinti, hasa wakiwa katika safari ya kuelekea kuwa viongozi katika nyadhifa ama sehemu mbalimbali. Je, unadhani kipi ambacho wanaweza kufanya ili kuweza kuzikabili changamoto hizo? Kwa sababu maisha bila changamoto sio. Yes. Changamoto ni nyingi. Kama nilivyosema, ili kuruka viunzi vya changamoto, start by yourself. Inaanza na wewe mwenyewe. Kwa kujiamini, kwa kusimama imara. Kusema no. Just say no to everything that is coming, kukuzuia wewe, kukuzuia ama kukurudisha nyuma kufikia yale malengo yako wewe mwenyewe. It start by yourself. Ni wewe mwenyewe kuwa imara na kujiamini katika maono yako. Katika safari yako ya uongozi, kuna makosa ambayo ama changamoto ambazo ulikutana nazo ama makosa ambayo uliyafanya hautamani kuona mabinti wa leo wakiwa wanayapitia ama kurejea yale? Yeah. Hakukosekani makosa. No one is perfect. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndio yuko perfect. Kwa hiyo katika safari yangu ya uongozi kuna changamoto ambazo nilizipitia na kuna makosa ambayo niliyafanya. Kosa kubwa la kwanza ni kuruhusu kila mtu akakushauri. Sio kila ushauri, yani kila ushauri ni mzuri. Sio kila ushauri utaleta kukujenga. Na kuna watu wanashauri kweli kweli. Yani mwingine anakushauri. Fanya. Kwa hiyo mara nyingine sio kila ushauri wa kusikiliza. Bali Waswahili wanasema usikatae wito, usikatae neno. Yes, kwa hiyo
ni kusikiliza, kulitafakari na kulifanyia maamuzi ambayo yanaendana na wewe unachokiona. So kikubwa ndio hicho. Changamoto hazikosekani, ziko za hapa za pale, kama hivyo watu hawakuamini lakini unasimama imara. Watu wanakuwekea vizingiti kwamba kwa nini wewe? Asa wale ambao wanasema kwa nini wewe, waonyeshe kwa nini wewe. Yeah. Dr. Salma, umekuwa ni role model wa vijana wengi sana na watu wengi wamekuwa kufuatilia na kuangalia kama kioo chao. Unahisi ni kipi ambacho kinawavutia watu wengi kuweza kusema Dr. Salma, she is my role model? Kwanza mimi nimejiweka kitofauti. My hands are always open kwa mtu yoyote. Nimekuwa ni mtu ambaye nasikia na kutoa ushauri na pia naamini katika kuwa empowered pamoja. Mimi naamini kwamba ukitaka kufika mbali si lazima uende peke yako. Ni lazima uende na wenzako. Na hata kuna msemo unasema kama unataka kwenda haraka nenda peke yako. Lakini kama unataka kufika mbali zaidi nenda na wenzako. Kwa hiyo nimekuwa ni binti ambaye niko tayari kusikiliza mabinti wenzangu. Ninapokuwa na fursa huwa si iweki kwangu peke yangu. Huwa nahakikisha kwamba na mabinti wenzangu zinawafikia. Because I believe in empowerment. I believe in making sure kwamba wanawake wanainuka katika jamii yetu. Yeah. Napata funzo kubwa sana la mabinti kuweza kushirikiana na sio kushindana. Yes. Na hicho kitu daktari unakiishi. Yeah, namshukuru Mungu hicho kitu nakiishi kwa sababu siamini katika kushindana. Kwa nini tushindane? Kila mtu ana kipawa chake, kila mtu ana kibali chake na kila mtu Mwenyezi Mungu amemleta katika hii dunia kwa ajili ya malengo fulani. Malengo yetu hayafanani. Hata mimi nasema sometimes mchele mmoja mimi naweza nikapika wali na wewe ukapika wali lakini the taste ikawa tofauti just because nimepika Salma umepika Hasani. So kwa nini tushindane? Kila mtu ana lengo lake na purpose yake katika hii dunia. And the cake is so big. Kwa nini tushindane? Dr. Salma, katika kizazi cha sasa ni kwa namna gani mabinti wanaweza kutumia teknolojia hasa kujipatia fursa mbalimbali? Actually tuko katika tunasema a century ambayo technology ndio imetake over. Tunaishi katika kizazi ambacho yani kwa namna yoyote ni lazima utumie teknolojia. Kwa hiyo technology can bring us fursa ambazo wewe mwenyewe hujategemea. Mimi mwenyewe kuna baadhi ya fursa nimezipata kupitia mitandao ya kijamii. Na kwa nini? Kwa namna ninavyojiposition. Kwa hiyo mabinti waelewe hili somo kwamba mitandao yetu ya kijamii inashika athari katika maisha yetu. Kwa hiyo ni tuitumie vizuri kwa namna ambayo sisi wenyewe tunaweza tukajipatia fursa. Tuna mifano mizuri ya mabinti ambao wanatumia teknolojia na wamekuwa wakifanya mambo makubwa katika ulimwengu. Tuna Gertrude Mligo, ni binti ambaye anafanya vizuri sana kwenye masuala ya teknolojia. Yes. Wewe ni kwa namna gani mitandao imeweza kukupa fursa kupitia mitandao yako ya kijamii? Kwa sababu tupo katika ulimwengu ambao mabinti kitu kikubwa ambacho wanaona ni cha muhimu labda kujisnapu akiwa ameenda date akiwa amenini, lakini kwako imekuwa tofauti. Yani mtu akipitia page ya Salma Idi anakutana na vitu ambavyo very interesting. Kwako labda unaweza kushare na binti ambaye anakuangalia ili ikawe chachu ya kuweza kubadilika. Hata mimi zamani nilikuwa nikitumia mitandao hivyo kabla sijajua the impact ambayo mitandao inaleta. Kwa nikitoka na marafiki zangu nimejipiga picha, tunakula, tunaposti, lakini baadaye nikaja kuona hapana, it doesn't sit right. Nikaanza kujifunza namna nzuri ya kutumia hii mitandao na ndio maana hata siku hizi kupita kwenye page yangu utakuta vitu vya personal ni vichache zaidi ya vitu ambavyo na posti ni kazi zangu ambazo naziweka. Na nimeweza kunufaika kupitia mitandao. Nimewahi kupewa ubalozi wa kampeni fulani kipindi cha nyuma kupitia mitandao yangu ya kijamii. Nimewahi kupata fursa ya
kuattend mikutano ya kimataifa kupitia mitandao yangu ya kijamii. Kwa hiyo ni platform ambazo tuzitumie vizuri, zinaweza kutuingizia hadi pesa, zinaweza kutunufaisha kwa namna nzuri kabisa. Kwa hiyo my call ni tumia mitandao ya kijamii in a very proper way. Dr. Salma, ni quotation gani ambayo inaishi kwenye maisha yako ambayo inakusukuma kuweza kuwa bora ama kufanya hiki ambacho unakifanya mpaka leo? Be a woman who fixes another woman crown. Be a woman who fixes another woman crown. Yeah. Mambo hayo unaweza kuidadavua kidogo? Kuwa mwanamke ambaye unasema you're fixing crown. Kiswahili changu ni shida kidogo. Mabasi ya njano. Tunaelewa mabasi ya njano. Kiswahili changu ni shida kidogo, but hivyo fix, yani kwamba you are supporting, na ndio maana naishi hiyo quote. Nimekuwa ni binti ambaye napenda kuona mafanikio ya mabinti wenzangu. Napenda kuona mabinti wenzangu wanaleta impact katika jamii. So be a woman who fixes another woman crown. Iwe mafanikio ya mwanamke yatokane na mwanamke mwenzake. Tusiweke ushindani. Let's fix each other's crowns. Yeah. Naam, nakukumbusha tunaendelea katika Uongozi Talks, na hapa tunapata maarifa na uzoefu wa Dr. Salma Idi kupitia safari yake ya uongozi mpaka hapa alipofika. Dr. Salma, Sisters in Imani ina mpango gani hapo mbeleni, labda katika kuwawezesha mabinti katika ndoto ama safari ya uongozi? Okay. Sisters in Imani ina malengo makubwa, na moja ya lengo lake kubwa tuwe na Sisters in Imani Hub. A place ambayo mabinti watafika pale wakipata training mbalimbali za uongozi, ujasiriamali, kujikwamua kiuchumi. We believe in women empowerment. Yes. Women empowered today are the productive of our future. Yeah. Sasa wakati tukiwa tunaelekea mwisho, kwa binti ambaye anakutazama ama kijana ambaye anakutazama, ukipata nafasi labda ya kuweza kumshauri, ni neno gani ama ni ushauri gani ambao ungempatia ambao unaweza kuishi nao katika maisha yake yote? Kitu kikubwa naweza kuambia mabinti wenzangu na wasichana wadogo ambao wana ndoto za uongozi au wana ndoto za kuwa watu fulani katika jamii zetu, cha kwanza kabisa, understand what your purpose. Jua dhumuni lako. Wewe ni nani? Unataka nini? Ukishajua wewe ni nani, unataka nini, tengeneza roadmap yako ya kuweza kukufikishia yale malengo yako. Cha tatu, jithamini na simama imara, jiamini. Kwani mafanikio siku zote hayaji rahisi. Hata mitume wetu walipigwa mpaka wakang'olewa meno, lakini waliendeleza kusambaza dini. Kwa hiyo simama imara katika ndoto zako, simama imara katika maono yako, inawezekana. It can be done. Binti na kijana ambaye unatazama, inawezekana kuwa yule mtu ambaye unahitaji kuwa. Dr. Salma, Naam. Huwa tunapofika mwisho tunakuwa na challenge of the day. Are you ready for the challenge? Yeah, I'm ready. Humu ndani kuna maswali ambapo kuna karatasi zimeandikwa, kwa hiyo utachagua swali moja kisha utatupatia majibu yake. Kwa hiyo bahati nasibu. Bismillah. Nisome swali langu. Soma swali lako. Mtume. Nipeni jibu kabisa. Rais wa Zimbabwe anaitwa nani? Mimi sijui. Nipe basi jibu. Emmerson Mnangagwa ndio rais wa Zimbabwe. Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa. Jina lenye kali limetoka Timbuktu, nitajua. Kama ulivyotusikiliza tangu awali, na hapa jahazi letu limefika mwisho. Huu sio mwisho wa safari ya kujifunza, bali ni mwendelezo wa safari nyingine. Tulikuwa nasi Dr. Salma Idi katika maarifa ya uongozi na uwezeshaji wa mabinti pamoja na wasichana kuweza kushikana mikono. Asante sana daktari kwa muda wako kuweza kujumuika nasi siku ya leo. Asante, na mimi nimefurahi kuwa katika hii platform nzuri. Mpaka wakati mwingine tena. Bye bye.